Kama mama ana historia ya mimba kuweza kuharibika, au kama mama ana historia ya kila kiingia period anapata maumivu ya kiuno tena sana au ya tumbo, mara nyingi zaidi hii hali huwa inaweza kukuta hata wewe binti yake ambayo tayari mama yako alikuwa anapitia hayo. Na ndio maana unashauriwa sana mwanamke, kabla ya kuingia kwenye ndoa au ukiingia kwenye ndoa zaidi ya mwezi mmoja au miwili, fanya uchunguzi kujua kama wazazi wako au mama yako alikuwa na historia ya kupata hali kama mimba kuharibika, au kupata matatizo ya hormone, au kupata matatizo ya uvimbe wa mara kwa mara ambao kwa jirudia, au maumivu yale ya period. Kwa sababu hii hali mara nyingi zaidi wanawake huwa wanaipata wakianza kutafuta watoto, inakuwa ni changamoto kwa upande wao, na kwenda kufanya vipimo wanagoma kufanya vipimo kuweza kugundua shida ni nini. Basi nakupelekea mwisho wa siku ukija kuwa tayari kwenda kufanya vipimo, unakuta tayari tatizo lile limeshazidi na kuweza kuwa kubwa zaidi, na ndio maana na kuingiza kwenye gharama ambazo zinakuwa kubwa. Ila laiti kama ungefanya uchunguzi kwenye ukoo wako, kwenye upande wa mzazi wako, basi ungejua sababu ni nini, basi ungewahi mapema ukeweka sawa, na ungewahi mapema sana uweze kupata mtoto. Lakini kosa ambalo mnalifanya ni kushindwa kufanya uchunguzi kwa wazazi wenu au kwa mama yako mzazi kujua kama alikuwa na historia hiyo. Hakikisha ukiingia kwenye ndoa, kaa mwezi mmoja miwili kufanya uchunguzi kwenye mfumo wako wa uzazi. Hizo na changamoto yote, basi jaribu kuuliza kwenye upande wa mama kali kuwa na historia hizo. Kama na historia hizo, basi utajua namna gani kuisolve kwa wakati, ili usikae naye kwa muda mrefu, kwa sababu itakugharimu zaidi na zaidi.